Nilipofika nikatoa zawadi. Kajukuu amekuja kupokea, kana mwaka sio na miezi 3 au 4. Nimempa zawadi, anambia thank you bibi. Nimeshtuka. Hizi ni nondo za habari kutoka Kemgongo TV. Mimi ni Charles Fabian. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kwa watoto wa elimu ya awali pamoja na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili. Uzinduzi wa mpango huo umefanyika hii leo Alhamisi Januari 29 katika makao makuu ya Baraza la Mitihani Tanzania NECTA jijini Dar es Salaam. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Samia amesema mpango huo ni miongoni mwa ahadi alizozitoa kwa Watanzania kutekeleza ndani ya siku 100 za mwanzo baada ya uchaguzi, akisema kuwa kuboresha elimu ya awali ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa. Ameeleza kuwa mpango huo ni sehemu ya utekelezaji wa Sera ya Taifa ya Elimu na Mafunzo ya mwaka 2014 inayolenga kuhakikisha kila mwananchi anapata maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia kikamilifu maendeleo ya nchi. Watoto wetu wanaozaliwa sasa hivi, wale wote wenye fursa ya kupata kutumia simu za watu wao wa ndani ya nyumba na wakaingia kwenye program za watoto zile, akina CoComelon na wengine, au wanaopata kutumia iPads, vitoto vile vinasema mapema na vinaelewa mapema. Vinasema ABCD, vinasema A's, apple, B's nini, badala ya kusubiri kwenda shule. Akiwa na miaka 1.5 already anasema A's, apple, nini. Mara moja nilimtembelea mwanangu kwa ana kajukuu kadogo. Kwa hiyo nilipofika nikatoa zawadi. Kajukuu amekuja kupokea, kana mwaka sio na miezi 3 au 4. Nimempa zawadi, anambia thank you bibi. Nimeshtuka. Thank you bibi. Mamake kanambia CoComelon. Huko ndiko wanakosoma hayo mambo hayo ya thank you bibi, A's, hapo huko. Kwa hiyo technology nayo ni jambo zuri. Lakini nataka niseme, nimetembelea maonyesho. Nimevutiwa sana na niliyoyaona pale. Sana. Na uzuri ni kwamba technology tunayoizungumza hapa, bali ile ya iPad na mambo mengine na vitablets, ni technology ambayo imefanywa na wabunifu wetu ndani ya nchi, ndani ya sekta ya elimu. Nimeona TV za maboksi, chupa zimeandikwa namba, watoto wanazungusha, 1 anazungusha inakuja 1, 2 anazungusha. Marvelous. Nimeona methods za kumfanya mtoto aelewe hesabu, kujumlisha, kutoa, kuzidisha na kugawa kwa kutumia mbao tu na kutumia vishanga tu, na watoto wataelewa vizuri sana. Nimeona ile alosema mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani kwamba ili mtoto ajue ni ashike na atengeneze, ashiriki kutengeneza. Nimeona watoto watakavyoshirikishwa kutengeneza maumbo, kutengeneza numbers, kutengeneza mambo mbalimbali, kutumia mchanga, kutumia pumba za mpunga, labda kutumia msasa, vitu vidogo ambavyo ndani ya nchi vipo. Kwa hiyo tumesogea sana, na ni imani yangu kwamba tutasogea sana, kwa sababu zana au nyenzo tunazotumia ni za hapa ndani. Kwa hiyo ni kazi ya walimu, kazi ya wizara kusimamia vitengo vile, tuzalishe kwa wingi zile zana ili watoto wengi zaidi wawe na fursa ya kuzitumia hizo zana na waweze kuelewa yale ambayo yanafundishwa. Sasa kwa kutambua hilo, serikali kwa upande wake nayo imejidhatiti kuhakikisha kuwa hakuna mtoto atakayefika darasa la 3 bila kuwa na uwezo wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Zuri zaidi, hata watoto wetu wenye changamoto mbalimbali. Nimeona maandishi nundu mpaka kwa picha, kwamba mtoto asiyeona atakuwa anagusa, lakini picha ya ng'ombe iko pale, atakuwa anamgusa, atajua ng'ombe ana kichwa, tumbo, mkia, na ng'ombe ni mkubwa kidogo. Akifika kwenye mbuzi, goat, ataona kama ng'ombe lakini huyu mdogo kidogo. Wanagusa na wanapata ile feeling
ya kumjua huyu ng'ombe, huyu mbuzi, huyu mambo mengine. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana Wizara ya Elimu, kwa kweli mmejidhatiti na mkakati huu, na sina shaka tukienda hivi tutafanikiwa vya kutosha. Niseme katika dunia ya sasa, taifa lolote linalotaka kujenga uchumi shindani huwekeza mapema katika stadi za awali za mafunzo. Jambo hili si la hiari, bali ni wajibu wa serikali, wazazi na jamii kwa ujumla, kama ilivyoelezwa hapa na wanakwaya na mtendaji mkuu wa Baraza la Mitihani na wengine wote walitoa wito kwa jamii kwamba tuendelee kwenye kufanya zoezi hili. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.